SALM, makala fupi kuhusu mbinu endelevu za kilimo. Jifunze jinsi ya kutunza mazao, kuzalisha chakula bora na kukabiliana na mabadiliko ya tabianchi. Msitu wa miti ya mbao. Msitu wa miti ya mbao ni eneo ambalo limetengwa kwa ajili ya ukuaji na uvunyaji endelevu wa miti. Yanaweza kutofautiana kwa ukubwa kutoka maeneo madogo ya kilimo hadi hektari nyingi. Wanaweza kukusanya aina kubwa ya miti tofauti kama Acrocarpus fraxinifolia, Grevillea robusta au Markhamia lutea miongoni mwa mengine, au hata miti ya matunda kama guava. Maenezo ya miti kawaida huanzishwa karibu na mahali ambapo wakulima wanaishi na kwenye ardhi isiyotumika kwa mazao. Ni mbinu inayotumiwa kwa muda mrefu, kwani miti mara nyingi inahitaji miaka kukua na kustawi, lakini ina faida nyingi kwa ardhi yako. Manufaa ya misitu midogo ni yapi? Kuna faida nyingi za kuwa na misitu kwenye shamba lako. Moja kubwa ni kwamba unaweza kupasua baadhi ya kuni ili kuifanya kuwa mkaa ambayo unaweza kuuza na kupata mapato kutokana nayo. Kwa kuwa na misitu kwenye ardhi yako, unaweza pia kuwa na chanzo cha kuni na biomass kinachoweza kujulikana, ambacho unaweza kutumia kwa kupikia na kupasha joto nyumbani kwako. Ni faida kubwa kuwa na aina mbalimbali za miti na vichaka vyenye mali kubwa ambazo ziko karibu kwenye ardhi yako. Miongoni mwa mambo mengine, guava haitakuletea matunda pekee unayoweza kula. Ni nzuri kwa mfumo wako wa kinga na majani yake yanaweza kusaidia kukuondolea vipele. Mfano mwingine ni majani ya Warburgia ugandensis, Entanda abyssinica au Albizia gumifera. Yanaweza kukusaidia kutibu malaria. Miti na mimea katika mashamba yako yanaweza kusaidia kuimarisha udongo wa ardhi yako. Yanapunguza mmomonyoko wa udongo na kuboresha ubora wa maji kwa kuchuja uchafu na kupunguza mtiririko wa maji. Miti ya Syzygium ni mfano mzuri, kwani inahifadhi maji na kusaidia kuyarejesha kwenye udongo. Miti katika maeneo ya misitu pia itameza dioksidi kaboni kutoka angani na kuhifadhi katika biomasi yake. Mfano ni Terminalia brownii na miti ya guava ambayo itatoa kaboni kutoka angani, na Calliandra calothyrsas, miti ya Gliricidia sepium ambayo inaboresha kaboni ya kikaboni kwenye udongo. Maeneo ya misitu yanaweza kukusaidia kupunguza mabadiliko ya tabianchi kwa kunasa hewa chafu. Hitimisho, kwa kuwa na misitu midogo kwenye ardhi yako, utatoa makazi kwa mimea ya asili na kuwa makazi muhimu kwa aina mbalimbali za wanyama, ikiwa ni pamoja na ndege, wanyama wa kundi la mamalia, wadudu na viumbe vya maji. Kama una shauku ya kujifunza zaidi kuhusu mbinu endelevu za kilimo, tembelea tovuti yetu ambayo ni vagroforestry.org.